Haleluya. So karibuni tena darasani na tunaendelea na session yetu, itakuwa ni part 10, itakuwa ni sehemu ya 10 hapa darasani, ambapo tumekuwa na somo likiendelea mambo muhimu katika kuelewa maandiko. Mambo muhimu, si ndivyo? Mambo muhimu, tunaangazia mambo muhimu katika kuelewa maandiko, na tumekuwa na mtembeo wa kiasi fulani. Sasa tukawa tunazungumzia temu mbili, Agano la Kale na Agano Jipya. Hizi temu mbili ambazo ni muhimu sana. So ninaomba napokea kwamba leo tena macho ya mioyo yetu yanaangaziwa, yanatiwa nuru, tunafahamishwa katika utu wetu wa ndani, na maarifa ufunuo yanapatikana kwetu katika jina la Yesu. Roho wake atufundisha waziwazi. Hakuna nafasi ya makosa katika anga hili, katika kufundisha ama katika kupokea. Tunapokea inavyopaswa kupokea, tunasikia inavyopaswa kusikia, tunajengwa kabisa, tunafaidiwa, na Baba anatukuzwa katikati yetu. Amen. Haleluya. So kitabu cha Yeremia, katika kuendelea pale tulipoishia katika session iliyopita, maana tulikuwa na kitu tunakizungumza katika kuona kwa nini Yeremia alitumia neno Agano Jipya. So ningependa kuendelea kutokea hapo, kwa sababu tumeshasema kiasi cha kutosha, kwa sitataka kurudi tena kujenga hiyo foundation. Tutaendelea tulipoishia tu pale pale katika session iliyopita. Tutakwenda mbele. Kitabu cha Yeremia sura 31 mstari 31. Kwa nini Yeremia, katika kueleza watu wa kizazi chake Israeli, watu wa kizazi chake kile cha Israeli, watu wa kizazi hicho, wasikilizaji wake, alistate wazi kwamba walivunja agano la Mungu. Tunaweza kuona maelezo hayo, kwa nini alisema namna hiyo. Kitabu cha Yeremia sura 31. Hallelujah. Are you there? Sura 31 mstari wa 31. Angalia, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, si kwa mfano wa lile agano nilofanya na baba zao katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano langu walilivunja, ingawa nalikuwa mume kwao, asema Bwana. So hapa nyuma tu kidogo tulikuwa tumeona mambo katika kitabu cha Hesabu, mambo yalikuwa yametajwa kwenye kitabu cha Hesabu, ambapo watu hawa walifanyaje? Walikwenda kinyume, au hawakufanya sawa sawa na sauti ya Mungu au maagizo ambayo wamepewa. Kwa sababu katika kujifunza kwetu tumeona kwamba katika kueleza habari ya agano, waandishi hawa manabii walikuwa wakirejea kuwafundisha wana wa Israeli ahadi ile ile au agano lile ambalo Mungu alilifanya na baba zao Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Kwa anaposema Yeremia, anaposema ya kwamba ambalo baba zao, kwa unaweza karudi nyuma ukaona hao baba zao kwenye kitabu cha Kutoka, kitabu cha Walawi, kitabu cha Hesabu, nini walifanya kuhusiana na hilo agano ambalo aliwapatia. Kwa tumeona kwenye kitabu cha Mwanzo agano ambalo Mungu amelifanya na Musa na Ibrahim. Alafu tumeona kwenye kitabu cha Kutoka likiwa linarejewa kwa wana wa Israeli, Kutoka 19 wakipewa hilo, alafu Kumbukumbu la Torati likirejewa tena, which tutamention tena mara nyingine. And then tunaona kwamba ukiacha Caleb na Joshua na Caleb na wale wadogo waliokuwa wamezaliwa katika nyika au jangwani, walio katika manake tofauti na wote waliotoka Misri kuelekea Kanaani, hawa tu Yoshua, Kalebu na wale wengine vijana, kizazi kingine chote hiki hakiweza kuendelea na safari Kanaani. Waliishia wote wapi? Waliishia wote jangwani. Ndio hawa wanaozungumzwa kwamba agano lile walifanya nini? Walilivunja. Glory to God. Walilivunja. Kwa maneno mengine, kile kizazi hakikuamini katika agano ambalo Mungu alilifanya na nani? Baba yao, au alilifanya na baba zao, au baba yao Ibrahim. Kwa maana yake Ibrahim, ilo agano tukilisema katika Ibrahim, maana yake ni kitu gani? Ni kile ambacho Mungu anataka kukiweka sawa kupitia Ibrahim, ambacho kilikwenda vibaya katika Adamu.
maneno haya tumekuwa tunayatumia kwamba agano hilo ilikuwa ni kile ambacho Mungu anataka kukitengeneza au kukiweka sawa kupitia Ibrahimu. Kitu gani? Kitu gani anakiweka sawa? Kile ambacho akikwenda sawa kwa nani? Kwa Adamu. Tuko pamoja Na hivyo wakawa si waaminifu katika kumtumikia Mungu kama makuhani na manabii duniani kote. Sasa na Kutoka 19 ile 5 na 6. Kwa hiyo inaeleza kwa nini Yeremia katika kuongea na watu wa kizazi chake, wana wa Israeli, watu ambao sasa ni wasikilizaji wake wakati huo, anatamka waziwazi kwamba agano langu ambalo baba zao walifanyaje? Walilivunja. Amen, amen. Ambalo walivunja. Kwa hiyo hii statement au kishazi, my covenant they break, agano langu walivunja, ni Yeremia akieleza zaidi kwa watu wake kutokutii kwa baba zao, kutokutii nini? Kutokutii neno la Mungu, ambao tunaweza tukaongea kama sauti yake, his voice. Na hivyo tunaweza tukaona kwamba hawakuwa waaminifu katika kumtumikia Mungu kama manabii na makuhani duniani. Sasa tunaweza tukaweka umakini katika maneno ya mwandishi hapa, mstari 32 ambapo anasema mwandishi anasema katika mstari wa 32 anasema ya kwamba si kwa mfano agano lile nililofanya baba zao katika siku niliposhika mkono nilikuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano langu hilo walilivunja, ingawa nalikuwa mume kwao, asema Bwana. Unaweza kuona maneno ya ingawa nilikuwa mume. Neno mume linatumika kuongelea uaminifu wa Mungu kwa wana wa Israel despite their disobedience to his word. Linatumika kuongelea uaminifu wa Mungu kwa wana wa Israel pamoja na kwamba hawakuwa waaminifu kwa neno lake, yaani sauti yake, yaani amri zake, na hivyo kutokuwa waaminifu kama ambavyo Isaya pia anafundisha kwenye Isaya 54:5 na 6 ambayo tutaangalia hapa. Kwa neno husband ama mume, nilikuwa mume kwao, ni terminology ama ni neno linalotumika kuongelea uaminifu wa Mungu despite. Neno linalotumika kuongelea uaminifu wa Mungu katika hali hiyo hiyo ya wana wa Israeli kutokuwa nini? Waaminifu. Kwa yeye mwaminifu sasa, ingawa na alikuwa mume kwao, ila wale wakawa si waaminifu katika kulishika na kulitunza agano lake. So kitabu cha Isaya sura 54 mstari wa 5, na kutokea hapo nitakwenda haraka kidogo. Kitabu cha Isaya sura 54 mstari wa 5 na ule wa 6. Kitabu cha Isaya sura 54 mstari wa 5 na ule wa 6 anasema kwamba maana Bwana amekuita kama mke aliyeachwa na kuhuzunishwa rohoni, kama mke wakati wa ujana atupwapo, asema Mungu wako. Umeona asema mume nini? Asema nani? Bwana Mungu wako. Lakini hapo kiangazia amezungumza, amekuita kama mke aliyeachwa na kuhuzunishwa rohoni, kama mke wakati wa ujana atupwapo, asema. Ukiangalia mstari wa 5 anasema kwa sababu muumba wako ni mume wako, Bwana majeshi ndilo jina lake, na mtakatifu wa Israeli ndiye mkombozi wako, yeye ataitwa Mungu wa dunia yote. Haleluya. Kwa maneno mengine, Mungu alifanya agano pamoja nao, na agano hilo ni lile lile ambalo Mungu alilifanya pamoja na baba yao Ibrahimu. Sasa tofauti na Ibrahimu, Isaka pamoja na Yakobo, hawa hawakutii neno lake. Tumesoma katika kitabu cha Mwanzo kisoma 26:5 ambapo inazungumziwa kwamba Ibrahimu alitii sauti yangu, akayashika maagizo yangu, akazishika hukumu zangu. Yale maneno sauti yangu, agizo, hukumu, amri za nini nasema tena torati au sheria. Neno torati na sheria kuna wakati inatumika interchangeably katika maandiko, same thing. So unaweza kuona kwamba inazungumzwa kwa Ibrahimu kwenye kitabu cha Mwanzo kwamba yeye alishika au alisikia sauti yake, amri zake, ndio hiyo inaitwa agano. Amen, amen. Sauti yake, amri zake, ndio hiyo inaitwa nini? Agano. Sasa baba zao walifanya hivyo, lakini wao hawakutii nini? Neno lake, ambalo ndio tunaita sauti yake, sheria yake, amri yake, na hivyo wakawa si waaminifu katika kumtumikia Mungu kama manabii na makuhani duniani kote. Lakini Mungu alibaki kuwa mwaminifu kwa neno lake. Neno lake maana yake nini? Alibaki kuwa mwaminifu kwa mpango wake. Amen. Despite ule kutokuwa waaminifu kwao. Kwa maana yake katika vizazi na vizazi hawa watu wanakuwa si waaminifu, Mungu anaendelea kutunza ahadi yake. Yeye anazidi kuwa mwaminifu. Kwa ana renew, anasema, anarudisha na kurudisha, anarudia na kurudia kwa kizazi kingine. Ana restate. Kumbuka neno lile renew ama neno jipya tulikuwa tunajifunza, tulisema ni
haiongelei kitu ambacho hakijai kuwepo, si ndivyo? Inaongelea kusema tena, kurestate, kutoa kauli tena, kutamka tena, kufanya upya, you see. So maana neno hilo linaongelea uaminifu wa Mungu, kwamba hawa pamoja na kwamba hawajakuwa waaminifu, yeye anadumu kufanya tena, anadumu kushika agano lake kizazi na kizazi. Haleluya. So unaweza ukaona kama tulivyoeleza katika maandiko mengine siku zilizopita hapa, au hata katika ile andiko tunasema kwamba kila nabii wa Mungu katika maandiko alifundisha watu wa kizazi chake kutoka katika agano ambalo Mungu alifanya na nani? Na Ibrahimu. Kwa maneno mengine ya maneno agano jipya katika kitabu cha Yeremia 31, haikuwa nabii Yeremia akiwa anaeleza kitu tofauti kabisa, totally kitu tofauti. Hapana. Aidha alikuwa anafanya kutamka kwa upya ukweli ule ule ulioandikwa kwenye kitabu cha Mwanzo mpaka cha Kumbukumbu la Torati. Na ni ukweli gani huo? Ni agano ambalo Mungu alifanya na Ibrahimu kuhusiana na mpango wake wa kuweka mambo sawa, mpango wake wa kutengeneza, wa kuset things right, despite nini? Bila kujalisha kutokutii kwao sauti yake, na kule kutokuwa waaminifu kwa Waisraeli katika kumtumikia Mungu kama makuhani na manabii duniani kote. Kwa hiyo maana yake matumizi ya neno agano jipya Yeremia yalikuwa ni to restate God's faithfulness, kusema tena uaminifu wa Mungu kwa neno lake. So kila tunaposema uaminifu wa Mungu kwa neno lake, unatakiwa ukumbuke agano lake alilofanya na nani? Na Ibrahim. Na si kwamba anazungumzia kitu kipya, agano ni kitu kipya jipya kabisa. No, ni kile alichokisema na Ibrahim. Na agano hilo tunaliita nini? Tunasema neno lake, sauti yake, sio amri zake, sheria yake, hukumu zake. Ni maneno yanayotumika yote kuelezea the same thing. Kwa hiyo inaeleza kwa nini Yeremia alipokuwa anaendelea kuzungumza kwa kutumia katika misali hiyo, hakurudia tena neno jipya, akanasema agano. So ametamka kwa kutumia neno agano jipya katika misali ya mwanzo, lakini baadaye anaendelea kusema the covenant. He just called the covenant. Maana ni definite, ni kitu mahususi ambacho anakizungumzia, the covenant. Kwa ni agano. Kwa hiyo neno jipya ni kuongelea tu ukweli wa kwamba linazungumzwa tena, linatolewa, linasemwa tena, linakuwa restated, linahuishwa, linafanywa kwa upya, lakini sio entirely a new thing. Glory to God. Hallelujah. Sasa ukisoma mstari wa 33 wa kitabu cha Yeremia, pale pale ambapo tulikuwepo, Yeremia 33 31 33. Okay. Anasema kwamba bali agano hili ndilo nitakalolifanya na nyumba ya nani? Ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana, nitatia sheria yangu ndani yao. Atatia sheria wapi? Ndani yao, na katika mioyo yao nitaiandika. Sasa tunatakiwa tucheke haya maneno kwamba wakati nabii anasema haya mambo, je, ni kitu kipya? Kutia sheria ndani ya mioyo, ndani yao, na katika mioyo yao nitaandika. Sasa nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Is this entirely a new thing? Kwenye mioyo yao. Sasa ukiangalia ili agano, anasema litawekwa hapo kwa hao, kwenye mioyo ya hao wapokeaji, ambao anasema watakuwa watu wake na yeye atakuwa Mungu wao. Clearly, haya ni maelezo yale yale kutoka kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 30 mstari wa 5 na wa 6. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 30 mstari wa 5 na wa 6. Let's go there. Kumbukumbu la Torati. Hallelujah. Kumbukumbu la Torati sura ya ngapi? 30 mstari wa 5 na wa 6. So Kumbukumbu la Torati, kati ya Kumbukumbu la Torati na Yeremia ni miaka mingi sana, na ni vizazi vingi apart, isn't it? Ni vizazi vingi tofauti. Sasa Yeremia anazungumza hapo ambapo leo tunapata kuita kama tunafikiri ni kitu alikuwa anazungumza kipya anachokwenda kukifanya baadaye ambacho ni tofauti na zamani, lakini utaona kwamba ananukuu mambo yale yale, au anasema ukweli ule ule uliosemwa na manabii katika vitabu vilivyopita zamani. Kumbukumbu la Torati 35 anasema ya kwamba atakuleta Bwana Mungu wako uingie nchi waliomiliki baba zako, nawe utaimiliki, naye atakutendea mema na kufanya uwe watu wengi kuliko baba zako. Bwana Mungu wako, mstari wa 6, atautahiri moyo wako na moyo wa uzao wako, ili umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako, upate kuwa hai. Glory to God.
Do you see? Neno hili anazungumza hapa, ukiangalia hapa, huyu mwandishi anazungumza na kizazi kingine. Kwa maneno mengine, Musa alikuwa anaongelea kuhusiana na kutamkwa kwa mpango wa Mungu tena tu, anasema mpango wa Mungu tena, kile Mungu atataili mioyo yao. Haleluya. Yani maana yake ni kwamba pamoja na kizazi hiki cha Wanaisraeli ambacho kimekombolewa kutoka katika utumwa, kuwa sio kitiifu au kuwa waasi, na hivyo kutokuwa waaminifu katika kutenda kile ambacho Mungu alitaka wafanye duniani, Mungu alibaki mwaminifu kwa neno lake. Kwa lugha nyingine, alibaki kwa mwaminifu kwa agano lake. Yaani nini? Commitment yake ya kuweka mambo sawa kupitia Ibrahimu na mzao wake, yaani yule Masihi aliyeahidiwa, kwa kile ambacho kilienda sivyo sawa katika Adamu, ambacho sasa manake nini? Atakijenga, atakiestablish kwenye mioyo yao hao watakaopokea, ambao anawaita watu wake, God's people. Amen, amen. So ambao ni uumbaji mpya au wanadamu mpya, his new humanity, ama sura yake. Glory to God. Amen, amen. God's people, his new humanity, and then his image. Hallelujah. God's people. So Mungu ataestablish neno lake, ataestablish agano lake wapi? Kwenye mioyo ya hawa wapokeaji. Watu gani? Watu wa Mungu. Anasema watakuwa watu wangu. Ni wana gani? Wanadamu, new humanity. Hallelujah. Wanadamu mpya. Ni ya namna gani wanadamu mpya? His image, sura yake. Hallelujah. So agano hili lilivunjwa wapi? Kimsingi lilivunjwa katika mioyo yao. Na hii sasa ndio sababu Musa akawapatia sheria mara ya pili, au sheria ya pili, second law, ambayo tunaita kumbukumbu la nini? La Torati. Neno kumbukumbu la Torati, Deuteronomy, limetoka kwenye maneno mawili, deuteros na nomos. Deuteros na nomos. Deuteros and nomos. Maneno mawili. Kwa inaitwa Deuteronomy. Deuteros, nomos. Nomos means the law au sheria. Do you understand? Sasa deuteros second, so it means second law, or the law the second time. Ama sheria mara ngapi? Ya pili. Au Torati mara ya nini? Ya pili. Glory to God. Kwa nini mara ya pili? Kwa sababu kile kizazi kingine kile akikushika, lakini pia kimeangamia. Sasa kimekuwa kizazi kingine ambacho kinahitaji kusikia tena, kwa sababu hawakuwepo wakati inatolewa katika Kutoka sura ile ya ngapi? Ya 20. Bwana Yesu asifiwe sana. So ana restate copy. Kwa tunaweza tukasema kwamba kwenye kitabu cha kumbukumbu la Torati ni God restating his covenant. Anasema kwa upya agano la, tunaweza kaita ni agano jipya. Agano jipya. You see? So manake nini? Hili ambayo tunaita sheria, evidently, au Torati, ni nini? Ni sauti yake, ni maagizo yake, ni amri yake, ni hukumu zake ambazo Ibrahimu aliamini na kutembea katika hizo. This law is his voice. His voice. Glory to God. His church. His commandment. His statutes. What Abraham believed and he walked in it. Hallelujah. Unaweza kaona maneno hayo katika kitabu cha Mwanzo sura ya 26 mstari wa 5. As I said earlier, Mwanzo kitabu cha Mwanzo sura ya 26. Sura ya 26 mstari wa ngapi? Mstari wa 5. Mwanzo 26 mstari wa 5. Anaambiwa Isaka maneno haya. Anasema kwa sababu Ibrahim kwa sababu nani? Ibrahim alisikia sauti yangu. Mark those words. Alisikia nini? Sauti yangu, akayahifadhi maagizo yangu na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu. So we learned earlier kwamba maneno haya hayaongelei vitu 6 tofauti. Yanaongelea kitu kile kile. Maneno ni maneno ya kuweka msisitizo, kuelezea the same thing. Kinachoelezewa hapa ni agano la Mungu. Anatumia maneno sauti yangu. Kwa unaweza kusema kwamba kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu, yaani alihifadhi maagizo yangu, kwa maana ya amri zangu, yaani hukumu zangu ambazo ni sheria zangu. Amen, amen. So it is the same thing. Sauti yake ndio agano lake, sauti yake ndio amri zake, sauti yake ndio sheria yake, ndio message yake, ndio mpango wake duniani wa kuseti mambo right ambayo yalikwenda wrong katika Adam. Anataka kuseti right kupitia Ibrahim na mzao wake. Hallelujah. So evidently hii sheria hii sasa,
ambao tumesoma hapa, Ibrahimu baba yao, yeye alitii hiyo sauti yake Bwana. Kwa maana yake Kutoka inapozungumza kuhusiana na ile tunasema Torati ikatolewa, sheria ilitolewa, si kitu kipya, ni kile kile alichopewa nani? Baba yao Ibrahimu, ni agano lile lile, afu wao wakalivunja wakati baba yao walitembea katika hilo. Amen, amen, tuko pamoja So kutoka katika maelezo haya Ibrahimu tunaona utii, kuna ushahidi wa utii wa Ibrahimu kwa sauti ya Mungu ambao umeelezewa kana kwamba Mungu alifanya, sema ile agano ambalo Mungu alilifanya na Ibrahimu akisema kwa mzao wako na kwa wazao wako hii nchi niwapatie. Yani kuna ahadi ilisemwa kwa Ibrahimu kwamba si tu kwamba mzao wake, kwa ile nchi ilikuwa ni kwa ajili pia ya nini? Uzao wake. Tuko pamoja And to thy seed have I given this land. Kwa neno agano ambalo linaongelewa, lilivyotumiwa au kurejelewa na Musa, ni agano ambalo Mungu alilifanya na wana wa Israeli kimsingi, ambao walikuwa wametolewa katika utumwa oppression na kule Misri tuko pamoja pamoja na baba yao Ibrahimu, Isaka na Yakobo, neno covenant ama agano. Kwa agano hili ni ukweli ule ule ambao umeelezea kwenye kitabu cha kitabu cha Kutoka sura 34 kwa maneno kama maneno ya agano ama amri 10. So tunaposoma hivi vitabu pamoja, tunaanza kuona kwamba vitu vinavyozungumzwa ni vile vile kwa kutumia maneno tofauti. Amen, amen. The Bible is full of synonyms, visawe, maneno yenye kuwa na maana moja katika matumizi tofauti tofauti. Kitabu cha Kutoka sura ya 34 mstari wa 27 na 28. Kutoka sura ya 34. Kutoka sura ya 34. Hallelujah. Glory to God. Kutoka sura ya 30 na ngapi? Na 4 mstari wa 27 na 28. 34:27 na 28 anasema, Bwana akamwambia Musa, andika maneno haya. Yanaitwa manini? Maneno. Andika maneno haya, these words, kwa kuwa mimi nimefanya agano nawe na pamoja na Israeli kwa mujibu wa maneno haya. So tunaona neno agano tena, si ndivyo? Alafu hilo agano ni katika hayo maneno. So the covenant is in those words. The covenant are the words. Ni maneno, na maneno haya sema amefanya agano na Musa, yani na nini? Na Israeli. Je, yatakuwa ni maneno yale yale ambayo Mungu alisema na Ibrahimu? Yes. 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 Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba hapa ana restate kwa upya, anasema tena, anarudia yale yale. Yes. Glory to God. Kwa anasema ya kwamba anasema hapa tunasoma hii 34:27, alafu anasema kwamba Bwana akamwambia Musa, andika maneno haya kwa kuwa mimi nimefanya agano nawe na pamoja na Israeli kwa mujibu wa maneno haya. 28, naye alikuwa huko pamoja na Bwana siku 40 na masiku yake, hakula chakula wala hakunywa maji, naye akaandika katika hizo mbao hayo maneno ya maagano, hizo amri 10. So maneno ya maagano yanaitwa nini? Amri 10. So amri 10 ni maneno ya agano. So 10 commandments are the words of the covenant. So can we call them 10 words? Yes. Tunaweza tukaita maneno 10. Amen. Tunaweza tukaita maneno 10. Amen. Amen. So that's it. Kwa maana yake amri 10 kama ilivyoelezewa na mwandishi hapa mara mbili kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati sura ya 4 mstari wa 12 na 13. Kumbukumbu la Torati sura ya 4, Kumbukumbu la Torati sura ya 4 mstari wa 12 na ule wa 10 na wa 13 na 14. Angalia 12. 12 anasema Bwana akasema nanyi kutoka katika moto mkasikia sauti ya maneno. Mkasikia nini? Sauti ya maneno. Lakini hamkuona umbo lolote, sauti tu, akawahubiri agano lake. Kwa sauti waliosikia ndio mahubiri agano lake. Yes. Aliwaamuru kulitenda, yaani zile amri 10. You can see the explanation is very clear. Yaani zile amri 10 akaziandika juu ya mbao 2 za mawe. Bwana
akakuamuru. Asa Bwana akaniamuru wakati ule niwafundishe maagizo na hukumu. Aha. Kwa hii sauti, haya maneno yaliyosikilika ndio yanaitwa maagizo? Yes. Ndio yanaitwa hukumu? Yes. Akaniagiza niwafundishe maagizo na hukumu, mpate kuzitenda katika nchi ile mtakayovuka na ili kuimiliki. Glory to God. Kumbukumbu la Torati sura ya 10 mstari wa 3 na 4. Sura ya 10 mstari wa 3 na 4. Sura ya 10 mstari wa 3 na 4. Haleluya. Anasema, basi nikafanya sanduku la mti wa mshita, nikachonga mbao 2 za mawe mfano wa zile za kwanza, nikakwea mlimani na zile mbao 2 mkononi mwangu, naye akaandika juu ya mbao mfano wa maandiko ya kwanza zile amri 10 alizoambia Bwana huko mlimani toka katikati ya moto siku ya mkutano, Bwana akanipa. So amri 10 zilisemwa kwanza kabla ya kuandikwa? Aha, yalikuwa ni maneno, sio? Asante sana. So hebu tuangalie sasa kwa umakini hapa jinsi ambavyo anaelezea agano hili au maneno haya 10. Kitabu cha Kutoka sura 20 kuanzia mstari wa kwanza. Kitabu cha Kutoka sura 20 kuanzia mstari wa kwanza. Kitabu cha Kutoka sura 20 kuanzia mstari wa kwanza. Glory to God. Sura ya ngapi? Ya 20 mstari wa kwanza. Anasema, Mungu akasema maneno haya yote, akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, na katika nyumba ya nini? Ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga la mfano wa kitu chochote kilicho juu ya mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha 3 na cha 4 chao wanichukiao. Nami na warehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. 7. Usihitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hatamsabia kuwa hana hatia mtu alitaje jina lake bure. Ikumbuke siku ya Sabato itakase, siku sitafanya kazi, utende mambo yako yote. 10. Lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Usiue, usizini, usiibe, usimshuhudie jirani yako uongo, usitamani nyumba ya jirani yako, usimtamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote alicho nacho jirani yako. Glory to God. Tumeyaona maneno 10. So anasema ukizingatia hapa Mungu kwamba angewaokoa kutoka katika utumwa na kuwaleta katika nchi ile ambayo ni urithi wao, ambao aliahidi kwa Ibrahim baba yao, Isaka na Yakobo, na katika urithi huo watakuwa watu wake na yeye atakuwa Mungu wao. Kwa maana yake mwandishi anafundisha kuhusiana na uhusiano kati ya Mungu na wale ambao wanaenda kupokea urithi au wanaopokea urithi. Anaongelea uhusiano katika haya maneno 10. Mwandishi anaongelea uhusiano wa Mungu na wale watu wanaopokea urithi. Uhusiano. Maneno 10 ni kwa habari ya nini? Uhusiano. Haleluya. Agano lake ni kwa habari ya uhusiano. Uhusiano wa Mungu na wale ambao wanapokea nini? Urithi. Kwa maneno mengine, kutoka katika maelezo ya mwandishi hapa tunasoma, inatosha kusema kwamba hiki kishazi amri 10 ama 10 commandments kinaweza kuongelewa kama maneno 10 ambayo ni maelezo au descriptive, ni yenye kuelezea agano la Mungu na Ibrahim, yani Isaka, pamoja na Isaka na Yakobo, ukweli ule ambao ameusema tena au ameuzungumza kwa upya kwa wana wa Israeli. Naomba kurudia. Kwa maneno mengine, kwa maelezo ya mwandishi hapa tumetoka kusoma hapa kitabu cha Kutoka sura 20 mstari wa kwanza mpaka wa 13, inatosha kusema kwamba maneno haya amri 10 ama kishazi amri 10 inaweza kuelezewa pia kama maneno 10, yaani kwamba ni yenye kuelezea agano la Mungu alilofanya na Ibrahim pia pamoja na Isaka na Yakobo, ukweli ule ambao ameusema tena, amerestate au amefanya kwa upya na wana wa nani? Wa Israeli. Kwa inatosha kusema kutoka katika maelezo haya amri 10 au maneno 10 yana msingi
yana msingi ama ni yenye kuelezea ukombozi wa Mungu, wokovu wake, kutoka katika utumwa. These 10 commandments, 10 words are predicated on and descriptive of God's deliverance, salvation, and the redemption from bondage. By saying so, we mean captivity and the oppression, of course, in Egypt. Kwa inaweza tukasema ni maneno yenye kuelezea ni maneno yenye kuelezea agano la Mungu kwa Ibrahimu. Ni maneno yenye kuelezea ukombozi wa Mungu, wokovu wake kutoka katika utumwa. Utumwa upi? Wale walikuwa nao wapi? Kule wapi? Misri. Na la pili, katika maelezo ya mwandishi kutoka mstari wa 3 hadi 11, kitabu cha Kutoka sura 20 mstari wa 3 hadi 11, tunaona focus ipo kwenye ibada yao kwa Mungu Yahweh. Focus ipo, kuna mlengo katika habari ya ibada kwa Mungu Yahweh. Mstari wa 3 anasema ya kwamba, angalia maneno yanakuwa yenye nguvu kabisa. Mstari wa 3 anasema ya kwamba usiwe na miungu mingine ila mimi. Is it worship? Ni ibada. Mstari wa 4 anasema usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kicho chini duniani wala kicho majini chini ya dunia. Usijivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Anaendelea pale mbele. Ibada, yes. 7, usihitaji bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata msabia kwa hana hatia mtu ataje jina lake bure. Amen, amen. 8, ikumbuke siku ya nini? Sabato itakase. Siku 6 fanya kazi. Anaendelea mpaka ule mstari wa 11. Tuko pamoja. Afa 12 mpaka 17 utaona kwa ukianzia mstari wa 3 mpaka 11, wa 3 mpaka 11 ina focus kwenye ibada ya Yahweh. Ni habari ya uhusiano wao na Yahweh. Usiwe na Mungu mwingine. Usitaje jina la Bwana Mungu. Ukumbuke siku ya 7 uitakase, kwa sababu Bwana Mungu wako ni wao na Mungu. Lakini unapoanzia mstari wa ngapi? Wa 12 mpaka 17, focus inakuwa wapi? Kwenye uhusiano wao au kwenye interaction yao ya mmoja na nani na mwingine, yani jirani wao na jirani zao. Ndio maana mstari wa 12 anatumia maneno, anasemaje? Waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Tayari ni uhusiano wa mtu na watu wengine. Mstari wa 13, usiue, haumui Mungu, ni watu wengine. Mstari wa 14, usizini. Mstari wa 15, usiibe. Haya yanahusiana na mahusiano na watu. Usimshuhudie jirani yako uongo. Usiitamani nyumba ya jirani yako. Usitamani mke wa jirani yako wala mtumwa wake. So tunaweza tukaona kwamba tuna focus mbili. Tuna focus ya kwanza kwenye mstari ya kwanza mpaka ule mstari wa 11, ambapo ni habari ya uhusiano wao na Yahweh, ibada, worship. Usiwe na miungu mingine, usisujudie. Usitaje jina la Bwana Mungu wako bure. Ni amri zile ni 4, si ndivyo? Amri 4 za kwanza ziko katika kuongelea uhusiano wao na nani? Na Mungu. Na amri 6 zinazofuata kuanzia ile amri ya 5 mpaka ya 10, ambayo ni kuanzia mstari wa 12 mpaka 17, inazungumza kwa habari ya uhusiano wao na kwa ni mtu na Mungu alafu mtu na jirani yake. Are we together? Mtu na Mungu alafu mtu na jirani yake. Mtu na Mungu alafu mtu na mahusiano na watu wengine. Glory to God. Are you getting it? That's it. So unaweza kaona maneno 10 yanaweza kuwa grouped katika maelekezo mangapi? Mawili. 2 instruction. Unaweza kusummarize katika maelekezo mawili. Kwa tukasummarize maneno 10 ambayo yanaitwa amri 10 katika maelekezo mawili. 2 instructions. Ya kwanza, ibada kwa Yahweh Yehova. Ya pili, namna ambavyo wangeinteract ama wangehusiana mmoja kwa mwingine, yani jirani yao. Na hii ndio ukweli ule ambao umesemwa tena. Ukumbuke tunasoma kitabu cha Kutoka 20 hapo, lakini ukweli huo umesemwa tena kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 5 na wa 6, katika namna hiyo ambayo tumeielezea. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 5 mstari wa ngapi? Wa 6. Are you there? So open with me quick there. Kumbukumbu la Torati sura ya 5 mstari wa 6, ambao nasema mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Ni habari ya wao na Mungu.
Alafu anasema 8, usijifanyie sanamu ya kuchonga mfano kitu chochote kilicho juu mbinguni au kilicho chini duniani au kilicho majini chini ya nchi, usivisujudie wala kuvitumikia, kwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu na kupendeza. Ni ile, si ndio This is the second law, Deuteros nomos. Sheria mara ya nini? Ya pili. Imetolewa kwenye Kutoka, inarejewa tena, the same thing inakuwa renewed. Can we call agano jipya hapa pia? Okay, thank you very much. Alafu anasema inaendelea 10, nami nawarehemu 11,000 usitaje jina la Bwana Mungu wako, usitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Afu ishike siku ya Sabato 12. Ukianza siku ya 10 mstari wa 10 na ngapi? Wa 16 inaanza waheshimu baba yako na mama yako. Inaendelea mbele mpaka mstari wa 21, usitamani mke wa jirani yako na mambo mengine etc etc. Amen, amen. Have you seen it? So unaweza kaona anaposema kwamba wasiwe na miungu mingine, mstari wa 5 na wa 6, usiwe na Mungu mwingine ila mimi, au usiwe na Mungu mwingine ila mimi, si ndivyo Utaona kwamba hawa watu ni kwa nini anawaambia wasiwe na miungu mingine. Kwa sababu tunaposoma maandiko haya hatupaswi tu kusoma, we need to understand the basis of the instruction. Tunapaswa kuelewa msingi wa maelekezo. Uwezi ukasema kwa watu ambao hawana miungu wala hakuna miungu ambayo inakompiti kwenye mioyo yao, useme usiwe na miungu mingine, au hawana chances za kuwa na miungu mingine, au hawajakuwa exposed kwa miungu mingine. Haleluya. Kitabu kile cha Kutoka sura 12. Kwa nini anasema wasiwe na miungu mingine? Anasema hivyo kwa sababu katika taifa walipokuwa Misri walikuwa wamejitoa kwenye ibada ya sanamu na miungu mingine. 12 kitabu cha Kutoka. Wana wa Israeli wakiwa kule Misri, walikuwa wanaabudu miungu mingine, walikuwa wanaabudu sanamu, miungu ya Misri zaidi ya 10,000. Kulikuwa na Misri ilikuwa na idols na worship idols more than 10,000 different kind of gods. Kitabu cha Kutoka sura 12 mstari 12. Kutoka sura 12 mstari 12. Kutoka 12 mstari wa 12. Kutoka 12. Hallelujah. Are you getting it? So kitabu cha Kutoka sura 12 mstari wa 12, ambapo anasema, maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, na wanadamu na wanyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri, and against all the gods of Egypt I will execute judgment. I am the Lord. So maana yake nini? Baada ya wao kutoka, Musa anaeleza agano la Mungu tena kwao, clearly akitaja ya kwamba wanapaswa kumpenda Bwana Mungu wao kwa moyo wao wote na kwa roho zao zote na kwa nguvu zao zote. Yaani maana yake wanapaswa kumheshimu na kumwadhimisha juu sana kuliko miungu yote, kuliko sanamu zote ambayo walikuwa na uzoefu nayo katika nchi ya nini? Ya Misri, ambapo sasa amewatoa kutoka katika mataifa hayo. Amen, amen. So amewatoa kwa, anawaeleza kwamba wasiwe na miungu mingine, wamheshimu Mungu, wampende kwa moyo wao wote, wamheshimu juu ya miungu mingine yote ambao wao walikuwa na uzoefu nayo wakiwa katika utumwa kule Misri, ambako amewatoa katikati ya hayo mataifa. Kwa Mungu amewatoa katikati ya mataifa, anawapa ibada yake, anawapa maagizo yake, anawapa maneno yake, anawaeleza anawaeleza. So kabla hapo tumesema kwamba aliwaeleza kuhusiana na ibada kwenye ile Kumbukumbu la 5:6 kwamba mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa kutoka katika nchi ya nini? Ya Misri, kutoka katika nyumba ya nini? Ya utumwa. Usiwe na miungu mingine. Anasema thou shall have none other gods before me. Thou shall have none other gods before me. This was because katika nchi ya Misri tumesema ya kwamba walikuwa wamejitoa kwa ibada hizo za sanamu. Kwa iko pertinent, ni muhimu sana kuzingatia kwamba mwandishi alifundisha ukweli huu katika sura ya 30 ya kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Sura ya 30. Sura ya 30. Nafikiri tulisoma na tunarudia tena. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 30. Ukweli ule mstari wa 10 na ngapi? Tuanzie tusome mstari wa 14 au tusome na mstari hadi wa 17. Kumbukumbu la Torati sura ya 30. Are you there? Okay. Sura ya 30 mstari wa 14. Anasema, lakini neno li karibu sana nawe, li karibu nawe sana, li katika kinywa chako
na moyo wako upate kulifanya. Kumbuke neno linafanyika kwenye nini jamani? Kwenye moyo. Nitafanya asema agano hili nitalifanya kwenye mioyo, nitaandika sheria zangu kwenye mioyo yao. Amen, amen. Haya, 15. Angalia, nimekuwekea leo mbele yako uzima na nini na mema, na mauti na mabaya. Kwa hivi ni kuagizavyo leo, kumpenda Bwana Mungu wako. Kwa kumpenda Bwana Mungu wako, unakumbuka ile amri au yale maneno sasa, kuenenda katika njia zake na kushika maagizo yake na amri zake na hukumu zake, upate kuwa hai na kuongezeka. Kwa unakumbuka maneno, maagizo, amri, hukumu, upate ni maneno yale yale. Zamani nilikuwa naogopa kweli nikisoma maandiko haya. I was very fearful. Naposoma kwenye maandiko ya Agano la Kale, sasa maagizo yake natafuta ya maagizo yapi, hukumu zake, amri zake. Say, hey, this is too much. This God is so demanding. Yani Mungu huyo ana matakwa mazito mno. Yani ana madai ambayo unatakiwa, kuna listi ya hukumu zake, kuna listi ya maagizo yake, kuna listi ya, yani I was so worried. Kimsingi I was traumatized. Inaleta shida kwenye akili. Unaweza this life is difficult. Kumwabudu huyu Mungu ni kazi ngumu mno. Unaanza kutafuta listi mle ya hayo maagizo kila mahali, hukumu zangu, maagizo yangu. So unaanza unapata mwalimu anaanza kuambia hukumu za Bwana. Maagizo ya Bwana, amri za Bwana. Hayo mambo yote ni separate. They are very separate, ni tofauti. Unaweza kama umeshika maagizo na hujashika hukumu zake. Unaweza kama umeshika amri na hujashika sheria yake. Kwa lazima upatikane tu. Yaani utaingia kwenye nyavu tu. Umejitia fundi wa maagizo, umemisi kwenye hukumu. Umejitia fundi wa hukumu, unamisi kwenye sheria zake. So it was difficult, hard to understand this kind of God. Vigumu kweli kumwelewa Mungu wa namna hii. Ilikuwa kazi sana. So unaona anasema mstari huu wa ngapi hapa, anasema ya kwamba tuko mstari wa ngapi? Wa 16. Maagizo na amri zake na hukumu zake upate kuwa hai na kuongezeka. Bwana Mungu wako apate kubarikia katika nchi uingiayo na kuimiliki. Lakini moyo wako ukikengeuka, usipotaka kusikiza, lakini ukavutwa kando kwenda kuabudu miungu mingine. Nakumbuka habari ya miungu mingine na kuitumikia. Na hubiri hivi leo katika hakika mtaangamia. Hivi haifanani na kwamba aaminie ana uzima, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa. Kuangamia ni kupotea. Hizi ndizi. Asa hamtazifanya siku zenu kuwa nyingi juu ya nchi. Nakumbuka habari ya kufanya siku kuwa nyingi juu ya nchi ina base katika maneno yale. Anasema ya kwamba nchi uivukayo Yordani uingie kuimiliki, na zishuhudiza mbingu na nchi juu yenu hivi leo, kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti. Kwa maana yake kilichowekwa mbele yao ni uchaguzi wa uzima na nini na mauti. Kwa maneno yale, je, ni habari ya uzima na mauti? Yes. Ni habari ya baraka na laana? Yes. Basi chagua uzima. Kwa mahubiri ya Mungu ni watu wachague nini? Uzima, ili wawe hai wao na uzao wao. Anasema ili uwe hai wewe na uzao wako. 20 ana summarize: kumpenda Bwana Mungu wako, kuitii sauti yake na kushikamana naye, kwani hiyo ndio uzima wako na wingi wa siku zako. Kwa hiyo kuheshimu baba na mama ambako unasema kunakuwa na siku nyingi, simply maana yake ni kumpenda Bwana Mungu wako, kuitii sauti yake na kushikamana naye, kwani hiyo ndio uzima wako na wingi wa siku zako, upate kukaa katika nchi Bwana aliyowapia baba zako Ibrahimu na Isaka na Yakobo kuwa atawapa. Haleluya. Sasa tukisoma katika muktadha hii phrase, kumpenda Bwana Mungu kwa moyo wako wote, ni kile ambacho mwandishi ameelezea kama kuitii sauti. Sasa unajiuliza, nampendaje Bwana kwa moyo wote? Yaani na kipimo cha kwamba sasa nimempenda kwa moyo wangu wote ni kipi? Anasema ameelezea kama kuitii sauti yake. 30:20 anasema ya kwamba kumpenda Bwana Mungu wako, kuitii sauti yake na kushikamana naye. Kwa hiyo inaweza kuwa kusema hivi, kuitii sauti yake ambako ndiko kushikamana naye, kwani hiyo ndio uzima wako, yaani wingi wa siku zako. Are you getting it? So ni maneno yanayoelezeana, yanaweka msisitizo kwa yale yaliyotangulia. They are not entirely different things. Glory to God. Are you getting it? Yes. So asema umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, yani upate kuisikia sauti yake. Unakushikamana naye ambao ndio anasema. So anasema huu ndio ukweli ule ambao amezungumza kwa habari ya kuisikia sauti ya Bwana Mungu. 30:10 hiyo Torati, Kumbukumbu la Torati 30:10 anasema ukiwa utaifuata sauti ya Bwana Mungu wako na kuyashika maagizo yake na amri zake zilizoandikwa katika chuo hiki cha Torati,
ukimwelekea Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Aha. Kwa kumwelekea Bwana kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote ni kusikiza sauti ya Bwana Mungu wako. Is the same as the gospel? Yes. Kuisikia sauti ya Bwana, kuisikia Injili, kusikia habari njema za upendo wake, kusikia habari za mpango wake duniani, kusikia na kukubali na kupokea kwamba mpango wa Mungu duniani ni nini, na kupokea na kuwa sehemu ya huo. Haleluya. Kwa ameelezea kama kuzishika amri zake, maagizo yake na hukumu zake. Kwa maneno mengine, neno ili kupenda au kumpenda au upendo, neno love God, kumpenda Bwana Mungu kwa moyo wako wote, ni ukweli ule ule alioelezea kama tii, obey, hearken, sikia sauti yake. So kupenda katika maneno na matumizi ya Musa ni maneno yanayoelezea kutii sauti yake. Amen. Na maneno yanayoelezea kusikia sauti yake ni maneno pia yanayoelezea kutunza amri zake, maagizo yake na hukumu zake. Haleluya. Yes, simply. So kumpenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote ni ukweli ule ule unaoelezewa kwa maneno ya kutii sauti yake, kusikiliza sauti yake, kutunza. So manake tuna kutii, kusikia na nini? Kutunza. So neno kupenda linakwenda sambamba na kutii, linakwenda sambamba na neno kusikia, ni sawasawa na neno kutunza. So kusikia nini? Inatumika sauti yake. Kutii nini? Inatumika sauti yake, his voice. Kusikiliza nini? Pia sauti yake. Kutunza nini? Amri zake, maagizo yake, hukumu zake, ambayo pia ni nini? Sauti yake. Glory to God. So vivyo hivyo anasema ikiwa moyo wenu ukakengeuka, ile neno anatumia kukengeuka moyo, anasema ikiwa moyo wako utafanyaje? Ukakengeuka, si ndivyo litakuwa lina maana ya kutokutii nini? Sauti yake. Kutokusikiliza nini? Sauti yake. Kutokutunza amri zake. Na akaeleza consequence, matokeo ya kutokumpenda Bwana, ambako ndiko kutii ama kusikiliza sauti yake. Matokeo, Kumbukumbu la Torati 30:17 anasema ikiwa moyo wako ukageuka, 30:17 asa, lakini moyo wako ukikengeuka, usipotaka kusikiza, moyo wako ukikengeuka, consequence, moyo wako ukikengeuka, usipotaka kusikiza, lakini ukavutwa kando kwenda kuabudu miungu mingine na kuitumikia. Kavutwa kuabudu miungu mingine na kuitumikia. Anaeleza consequence. Kwa maana yake walipotoka kwenye, baada ya kutoka, taifa la Israeli lilifundishwa na kuelezwa au kuelekezwa kujitenga na mataifa mengine, kujitofautisha, kujiseparate kutoka mataifa mengine. Walikuwa wanapaswa maabudu Yawe tu. Mataifa mengine yote yanaabudu miungu mingine, wao walipaswa maabudu Yawe tu. Pia wakaelekezwa wampende Yawe tu kwa moyo wao wote na kwa nguvu zao zote na kwa roho zao zote. Pia wakaelezwa wapende jirani zao kama wao au kama nafsi zao. So kumpenda Bwana, kupenda jirani. Amen. Kumpenda Bwana, kupenda jirani. The same thing ambayo Yesu amekuwa akizungumza katika vitabu vya Injili. Amri ni zipi? Asema ni mbili, au sio bwana? Ya kwanza, mpende Bwana Mungu wako. Ya pili, mpende jirani yako. Sasa nini? Amefasiri au ameelezea, amesummarize maneno 10 ambapo asema katika hizo mbili Torati yote na nabii vimekuwa na msingi juu yake. Glory to God. So walikuwa wanapaswa wasiabudu miungu mingine ila Yawe, lakini walipaswa kumpenda Bwana Mungu wao ambaye ni Yawe kwa moyo wao wote, na walipaswa kupenda jirani kama nafsi zao. Kwa hiyo maana yake ni nini? Agano Jipya, the new covenant. Agano Jipya ni kumbukumbu la Torati. Amen, amen. Agano Jipya ni kumbukumbu la Torati. Kwa lugha nyingine, a renewed covenant. So we can say the new covenant is Deuteronomy, that is a renewed covenant. The new covenant is Deuteronomy, that is a renewed covenant. Hallelujah. Kumbukumbu la Torati 35. Mle tu 35 anasema akakuleta Bwana Mungu wako uingie katika nchi waliyomiliki baba zako, nawe utamiliki, naye atakutendea mema na kufanya uwe watu wengi kuliko baba zako. 6. Bwana Mungu wako atautahiri moyo wako na moyo wa uzao wako ili umpende Bwana. Anayefanya ni nani? Anafanya nini? Ili ufanyeje?
Kwa anayetoa ni nani pia ili umpende Bwana Mungu wako? Yeye mwenyewe. Ndio anasema ndio maana kwenye Yeremia anarudia maneno, nitatia sheria yangu ndani yao, kwenye mioyo yao nitaandika, nitatia roho yangu ndani yao, nao watazishika amri zangu. Amen, amen. Hawatakuwepo mtu mkubwa, atasema hakuna mtu atakayemwambia mwingine au kumfundisha mwingine mpende Bwana. Watanipenda tangu aliye mdogo mpaka ni mkubwa. Hallelujah. So it is the Lord doing, ni Lord's doing. Ni utendaji wa Bwana katika mioyo. Sasa atatahiri mioyo. Kwa maana yake anazungumza hapa, anasema Bwana Mungu atautahiri moyo wako. Je, Musa anawapa ahadi ya Mungu kurenew ndani yao? Yes. So hiki ambacho anakisema Musa ndio alichokisema Yeremia? Yes. The same thing. Hallelujah. Anasema ya kwamba umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote upate kuwa hai. Je, uwe na uzima milele? Okay. Upate kuwa hai. Na laana hizo zote Bwana Mungu wako atakutia. Anaendelea pale mbele na mambo mengine. So kitabu cha 30:15 hapo tulisoma pale, anasema angalia, nimekokea leo mbele yako uzima na mema na mauti na mabaya. 17 anasema lakini moyo wako ukikengeuka, usipotaka kusikiza, lakini ukavutwa kando kwenda kuabudu miungu mingine na kuitumikia. Na Wahubiri 18, na Wahubiri hivi leo hakika mtaangamia, hamtazifanya siku zenu kuwa nyingi juu ya nchi. Nikupotea? Yes. Uivuka Yordani uingie ukuimiliki. So katika kitabu kimoja, in the same book, 2 laws were communicated. Sheria mbili zilifanyaje? Ziliwasilishwa. In the same book, 2 laws were communicated. Glory to God. Tuko pamoja? In the same book, 2 laws were communicated. Uzima na mema, ambao tunaita sheria ya roho wa uzima. Uzima na mema. Amezungumza hapa. Tumesoma ya maandiko, si ndivyo? Uzima, mema. Naweka mbele yako uzima, alafu kuna mauti, alafu kuna mema, alafu kuna mabaya. Kuna baraka, alafu kuna laana. Si ndivyo? So tuna sheria mbili. Sheria mbili hapo kigrupu ya maneno ni ile ya uzima, mema, baraka. Inaitwa sheria ya roho uzima. Alafu mauti, mabaya, laana itaitwa sheria ya dhambi na nini? Na mauti. So tuna sheria ya roho uzima na tuna sheria ya dhambi na mauti in the same book. Kwa wakati Paulo katika kitabu cha Warumi anahubiri kwa habari ya sheria ya dhambi na mauti, anafundisha kutokea wapi? Musa. Si ndivyo? Wakati anasema kwa habari anasema kwamba sasa basi hakuna tena hukumu ya adhabu juu ya hao walio katika Kristo Yesu. Warumi 8:1. Anasema kwa sababu sheria ile ya nini? Sheria ile ya uzima iliyo katika nini? Sheria ile ya roho, si ndivyo? Ya roho wa uzima iliyo katika nani? Kristo Yesu. Sheria ya roho wa uzima sasa imenitenga mbali na sheria ya dhambi na mauti. So it means uchaguzi waliokuwa wamepewa, maanake wana wa Israeli walipewa, sasa nimeweka mbele yako uzima na mauti. Maanake walipewa uchaguzi, walipewa maneno ya uzima, they were to choose. Kwa maana yake pana sheria ya roho wa uzima na pana sheria ya dhambi na mauti, they were to choose. Kama sisi leo ambao tunachagua, ukiwa ndani ya Kristo umechagua sheria ya roho wa uzima, maanake tayari unakuwa umejitenga na sheria ya dhambi na nini? Na mauti. So 2 laws were communicated in the same book. Ni kama unavyoenda kuhubiri Injili, una communicate sheria mbili. Unaposema kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanake wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa nini? Wa milele. Umecommunicate sheria ya roho wa nini? Wa uzima kwao. Alafu ndio anasema kwamba kwa maana Mungu akumtuma mwana wake ili ahukumu nini? Ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie anao uzima, asiyemwamini amekwisha. Is that a law of sin and death? Ni sheria ya nini? Ya dhambi na mauti. Asiyeamini maana yake ametenda dhambi, ameasi, hajasikiza nini? Sauti yake, hajasikiza nini? Maagizo yake, hajasikiza nini? Sheria zake na hukumu zake. Na kwa hivyo anasema utakapokengeuka ukavutwa kuabudu miungu mingine ama usisikize sauti, anasema utaangamia hakika. Kwa lugha nyingine utapotea. Kwa lugha nyingine sheria ya dhambi na mauti itafanya kazi juu yako. Glory to God. Hallelujah. So sheria ya uzima itakuwa ni ile iliyoandikwa katika moyo wa mtu yoyote aliyetii sauti ya Bwana Mungu. Sheria ya roho uzima, the law of life,
itakuwa ni ile sheria iliyoandikwa katika moyo wa mtu yeyote aliyetii sauti ya Bwana Mungu. Kwa hiyo leo hii mtu anapoamini Injili akapokea Roho Mtakatifu, tunaweza kusema kwamba Mungu ameandika ndani yake sheria yake. Tunaweza kusema kwamba ametia roho mpya ndani yake. Aha. Kwa sheria imeandikwa. Asa amri zangu nitaziandika katika mioyo yao. Aha. It is the spirit of life. Kwa ni Mungu anakaa anaandika, anachola kwenye mioyo? No, it is the spirit. Ni kupewa roho wake. Kwa sheria imeandikwa ndani yetu leo. Kwa imani yetu, kwa kupokea kwetu Injili, kwa kuamini kwetu katika Kristo Yesu, sheria imeandikwa katika roho. We have the spirit of God. Sheria ya roho uzima ina operate katika maisha yetu. Kwa katika Yeremia 31:33 anasema kwamba hili litakuwa agano, anasema hii itakuwa agano ambalo nitalifanya na nyumba ya Israeli baada ya siku hizo, asema Bwana, nitaiweka sheria yangu katika nini? Nisome vizuri, sikaweka Makarios version hapa. 31:33. Haleluya. Kumbukumbu la nini? Kitabu cha Yeremia ngapi? 31:33. Amen. Asante sana. Dakika ngapi hapo? 55. Oh, wow. Kumbe. Glory to God. Nikajua kama tumeshakuwa masaa matatu, kumbe 55 tu. Asante sana. So, kitabu tuko Yeremia 31:33. Isn't it? Twende pale. 31:33. Anasema hivi. Anasema hivi. Umeona sasa? Eti nasoma Yeremia, nasoma kwenye kumbukumbu la Torati. Na kumbukumbu hapa imenishika vizuri. Yeremia 31. Biblia yangu ina Makabayo. Kwa hiyo usishangae unakuta natafuta sana. Humu kuna Makabayo katikati, Yudita, sijui Yoshua bin Sila. Kwa hiyo kuna namna kidogo na hekima za Sulemani. Haleluya. Yeremia 31:30 na ngapi? Na 3. Wow. Anasema, bali agano hili ndilo nitakalolifanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao nitaandika. Itakuwa ni renew, sio itakuwa new, itakuwa ni kufanya upya, si ndivyo Alafu anasema katika mioyo yao nitaandika, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Glory to God. Nitaandika katika mioyo yao. Nitaandika. Nitakuwa Mungu wao, watakuwa Mungu wangu. Na ameeleza pia Ezekiel, same truth. Ezekiel 11:19. Mambo, Biblia bwana ni kitabu kimoja ndugu yangu. In the same book. Hii kitabu nataka usome kwa pamoja. Ukisoma unanyofoa lazima utoke na mambo ya ajabu ajabu. Elimu zetu, utakuwa na elimu mbalimbali. Unafahamu kuwa na elimu mbalimbali. Utakuwa na elimu mbalimbali ambazo haziunganiki. Wanasema yule ndugu ana elimu mbalimbali. It's the same book. Angalia Ezekiel anachokisema. Same message, same book. Anasema 11:19. Are you there? Mmefika? Hebu tusome pamoja. 1, 2, 3. Nami nitawapa moyo mmoja, nami nitatia roho mpya ndani yao, nami nitaondoa moyo wa kijiwe katika miili yao, nami nitawapa moyo wa nyama, ili waende katika amri zangu na kuyashika maagizo yangu na kuyatenda, nao watakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wao. The same thing, kama copy and paste. Au ngoja turudi tena Yeremia. Turudi tena Yeremia. Same thing. Same thing. Turudi Yeremia pale. Yeremia ngapi ile ilikuwa? 31 afu ngapi? 33. Amen. So, 31:33. 31:33. Tusome pamoja. 1, 2, 3. Bali agano hili ndilo nitakalolifanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitatia sheria ndani yao na katika mioyo yao nitaandika, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Wala hawatamfundisha kila mtu na jirani yake na kila mtu ndugu yake, wakisema, mjue Bwana, kwa maana watanijua wote, tangu mtu aliye mdogo miongoni mwao hata aliye mkubwa miongoni mwao, asema Bwana. Maana nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Glory to God.
Very beautiful. Maneno matamu haya. Haya ndio maneno yenyewe ya agano. Haleluya. Haya ndio maneno yenyewe ya agano. Hii ndio sauti yake. Kwamba atasamehe dhambi zetu na uovu wote hata ukumbuka. Hii ndio sauti yake. Glory to God. Ezekiel 36:25. Let's go there. Ezekiel 36:25. Copy and paste. Ezekiel 36:25 tutasoma mpaka mstari ule wa 28. Ezekiel 36:25 tutasoma mpaka ule mstari wa 20 na ngapi? Na 8. Bwana Yesu asifiwe sana. Are you there? 1, 2, 3. Nami nitanyunyiza maji safi, nanyi mtakuwa safi. Nitawatakaseni na uchafu wenu wote na vinyago vyenu vyote. Nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu. Nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama. Nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Haleluya. Twende 28. Nanyi mtakaa katika nchi ile niliyowapa baba zenu, nanyi mtakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wenu. Nami nitakuokoeni na uchafu wenu wote. Nitaitia ngano na kuiongeza, wala sitaweka njaa juu yenu tena. Haya maneno ni lugha zile zile za Musa. Nchi nitakayowapatia baba, yani ni yale yale. Hakuna jipya. Same truth. So all other prophets, later prophets, manabii wote wengine walikuwa wanafundisha kutoka katika Musa. Wanafundisha nini? Tumesema walikuwa wanafundisha the same covenant. Wanawafundisha wana wa Israeli agano lile lile ambalo Mungu alifanya na nani? Baba yao Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Je, maneno haya yakuwa yanazungumzwa kwa Isaka tena? Mungu alisema na Ibrahimu kuhusiana na nchi na vile atakavyowabarikia na kuwazidisha na kuwapa nene. Akasema na Isaka the same thing. Akaja kusema na Yakobo the same thing. And then Musa anakuja kusema na Israeli the same thing. Joshua anakuja kusema na Israeli the same thing. Isaya anasema hivyo hivyo. Ezekiel anasema hivyo hivyo. Yeremia anasema hivyo hivyo. The same truth. So it is all about the covenant. Agano ambalo Mungu alifanya. Kwa leo tukisema jipya, sio jipya kwa maana ya kwamba halikuwahi kuwepo. No, ni renewing. Ni uaminifu wa Mungu vizazi na vizazi. Kwamba japokuwa vizazi vinakuwa sio uaminifu, kutii, kusikia, kushika, Mungu ameendelea kuwa faith kwa agano alilofanya. Anaendelea kusema tena, analifanya tena na kizazi, anafanya kwa upya, analirudisha, ana renew the contract. Kama ingekuwa ni contract nasema renew mkataba. Amen. Umepiga kazi miaka 3, mna renew tena. The same, kazi ni ile ile, majukumu ni yale. Me renew, me restate the terms of the contract. So God, Mungu, kwa tunaposema agano jipya, ni Mungu kuendelea kuonyesha uaminifu wake kwa neno lake. Ni uaminifu wake. Ni uaminifu wake vizazi. Anasema fadhili zake, anasema ni vizazi hata vizazi. Unafikiri fadhili ziko kwenye maneno yake, kwenye nje ahadi ya commitment yake kwa wanadamu. Nitatia ndani yao sheria yangu. Nitaweka roho yangu ndani yao. Ni commitment yake. Kizazi na kizazi. Rehema zake zinadumu milele. Ziko wapi? Kwenye maneno yale. Haleluya. Uaminifu wake unadumu vizazi na vizazi. Yes. Nimesema kwamba hata tusipomwamini yeye anabaki wa kuaminiwa. It means uaminifu wa Mungu uko independent. Kusema independent. Yes, uko independent of our unfaithfulness. Yaani uaminifu wa Mungu uko nje ya kwamba sisi tunazingua ama tunanyoka. Yeye anabaki kuwa mwaminifu. Ameahidi kwamba sitakuacha, ndivyo ilivyo. Kwa sisi tunarukaruka, tunakwenda hivi, God remains faithful. Anasema kama mke aliacha, kama mke alikuwa anarukaruka, yeye anasema amekuwa mume mwaminifu. So it means huyu mume, huyu Mungu haangalii kuwalawala na kuwa wahovyo hovyo kwa huyu mke wake. Yeye anabaki kuwa mwaminifu. This is my wife, sitamwacha. Glory to God. Kwa maana yake anasema sitakuacha kamwe, sitakupungukiwa. Kwa Mungu anadumu kuwa mwaminifu vizazi na vizazi. Wanadamu wanaweza kuvunja agano lake. Wanadamu wanaweza kubadilika. Wanadamu wanaweza kusema no, God will remain faithful. Generation after generation. Anasema awarehemu maelfu elfu. Tuko pamoja? Yeye ni mwaminifu. Yeye ana vizazi na vizazi. Ana stand pale. Habadiliki kwa sababu hao wamekuwa wewe na mimi nakuwa mwewe. Anashika agano. Kwa hiyo tunasema Mungu anayeshika maagano. You understand that? Maana habadiliki katika neno lake. He keep his promise. He keep his word.
Glory to God. Kwa maana yake nini? Vitabu hivi vyote vitatu, Ezekiel, Jeremiah na Kumbukumbu la Torati, si ndivyo? Vimecommunicate roho ya Mungu, vimecommunicate kwamba Bwana ataweka roho ya Mungu ndani ya hao watakaoamini neno lake. Simple so. Vitabu hivi vyote vitatu, Kumbukumbu la Torati, Yeremia na Ezekiel, vimewasilisha kwamba Bwana Mungu ataiweka roho yake ndani ya mioyo ya wote watakaoamini neno lake. Simple like that. Musa ameshuhudia hivyo katika Kumbukumbu la Torati. Yeremia ameshuhudia hivyo kwamba nitaweka, anasema nitaweka. Ezekiel anashuhudia hivyo. Tuko pamoja? Kwa kwenye Kumbukumbu la Torati anasema Bwana ataitahiri mioyo yenu. Hiyo ni 36. Yeremia Agano Jipya, kuweka sheria ndani ya mioyo yao, ndani yao. Yeremia 31 mpaka 33. Na Ezekiel moyo mpya, roho mpya, moyo wa nyama. Haleluya. Roho ndani ya. So, Ezekiel na Yeremia obvious walisoma kile ambacho wale watu walifundishwa kwenye kitabu cha Kutoka. Kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 6 mstari wa 7. Angalia kitabu cha Kutoka sura ya 6. Kwa hawabuni maneno. Prophets were not inventing words. They were teaching from the same book. They were not creating another doctrine. They were not inventing the word of God. No. They were teaching the same truth. And that is our duty today. To teach the same truth. Same truth. Same gospel. Hakuna kuichakachua. Hakuna kuiongezea chumvi. Hakuna kukaka ujanja ujanja. Hakuna kuleta ndoto za usiku. Same truth. Same gospel. Pure one. Imehubiriwa na Yesu. Imehubiriwa na mitume. The same into this generation. We preach. Ni lugha tu itabadilika kulingana na kizazi unachowasiliana nacho. Kwa sababu lugha ni matokeo ya utamaduni. Lakini message the same. Glory to God. Angalia kitabu cha Kutoka 6 ambayo hawa watu walikuwa wanafundisha kutokea hapa. Kitabu cha Kutoka 6. Kitabu cha Kutoka 6. Kufundisha kutokea hapa pia. 6 mstari wa 7. Umefika? Tutasoma wa 7 na wa 8. Kitabu cha Kutoka sura ya 6 mstari wa 7 na wangapi? Na wa 8. Kitabu cha Kutoka sura ya 6 mstari wa 7 na wa 8. Are you there? Okay, tunasoma. Anasema, nami nitawatwaeni kuwa watu wangu. Nitakuwa Mungu kwenu. Umeiona hiyo nanyi mtajua ya kuwa mimi ni Bwana Mungu wenu, niwatoaye mtoke chini ya mzigo ya Misri. 8, twende pamoja. Nami nitawaleta hata nchi ile ambayo naliinua mkono wangu niwape Ibrahimu na Isaka na Yakobo, nitawapa iwe urithi wenu. Mimi ni Bwana. So ukienda Kutoka inalifaa Mwanzo. Ukienda Kumbukumbu la Torati inalifaa Kutoka. Ukienda Yeremia inalifaa hapa. Ukienda Ezekiel inalifaa hapa. It's the same truth. 6:7. Nitawatoeni kuwa watu wangu. So ahadi ya Mungu kuwafanya watu kuwa watu wake ni mpya leo. Unasoma kwenye Wakorinto. Anasema nami nitakuwa Mungu wenu, nitatembea katikati yenu, nami nitakuwa watu wangu. It's the same truth. Hallelujah. Same truth. Same truth. Same truth. Haya, twende Kutoka 29:45. Kutoka 29:45. Kutoka 29:45 na 46. Are you there? Kutoka 29:45 au haipo? Sasa kwenye Biblia yangu mimi haipo jamani. Umepewa mitihani, umegawa mtihani. Wanakuambia kwanza kagua kwanza. Kama maswali yote yako 16 hapa. Sasa mimi sababi hakuna. Changamoto za uandishi. So, Kutoka 29:45 ipo na 46. Tusome pamoja. Na mimi nitakaa kati ya wana wa Israeli, nami nitakuwa Mungu wao, nao watanijua kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wao, niliyowaleta watoke katika nchi ya Misri, nipate kukaa kati yao, ni mimi Bwana Mungu wao. Mbona kusema wana wa Israeli, unajua walipewa sheria ili waokoke, waliposhindwa ndio maana Yesu. Wewe, watu walikwisha kuokolewa, walikuwa na Mungu katikati yao. Na Bwana Mungu wao, na wanaenjoy nini? Tunasema wanaenjoy msamaha wa dhambi. Alikwisha kuwasamehe na kuwafanya watu wake, akaita taifa takatifu. He was in their midst.
Huwezi kusoma vitabu, huwezi ukasema umesoma Kutoka, Walawi, Hesabu na Kumbukumbu la Torati useme Mungu hakuwepo katikati ya Israeli. He was. Tena katika manifestation ambayo sisi leo tunatafuta, tuna contend for He was in their midst. Alikuwa katikati yao, alikaa katikati yao. Kwa nini unasema nitakaa katikati yenu? Haikuwa na maana ya kwamba akae katikati yao. Ni uaminifu wake hivi sasa, nitakaa katikati yenu. Kwa kizazi nitakuwa pamoja na mimi, ni Bwana Mungu wako. Sio wewe tu na uzao wako. Ni continuation. Nitatia sheria ndani ya mioyo. Si kwamba sasa no, ni atakuwa na renew na kurenew. The same thing. Commitment yake kwa watu. Glory to God. Commitment yake. So, Agano Jipya litakuwa ni moyo uliotahiriwa, sio? Agano Jipya, New Testament, New Covenant is a circumcised heart. Ni moyo uliotahiriwa. Sasa nitatahiri mioyo yenu, si ndivyo? Ni moyo wa nyama pia? Yes. Tunaangalia visawe tu hivyo. Agano Jipya litakuwa moyo uliotahiriwa, Agano Jipya litakuwa moyo wa nyama. Okay, tukisema moyo mpya, is it okay? Yes. A new heart. Tukisema roho mpya ndani ya? Yes. So, the new covenant or the New Testament will be a circumcised heart, will also be a new or a heart of flesh, moyo wa nyama, but also a new heart and a new spirit within. Hallelujah. Tuko pamoja. Kwa hiyo iko wazi kwamba waandishi hawakuongelea maandiko kama ya kale ama jipya. Yani maandiko kama agano la kale ama agano jipya. They never referred to scriptures. Yani yale maandiko wakayaita agano la kale. No, sio maandiko. Anaposema agano jipya, anaongelea kuna kitu unapaswa uelewe kuhusu neno agano jipya. Sio kuhusu vitabu vya Mathayo mpaka nini? Ufunuo. No. Sio kuhusu vitabu vya Mathayo mpaka Ufunuo. Sawa, leo tumeshakubaliana kwamba tunaviita hivyo. But ili kuelewa matumizi ya maneno haya, agano la kale, agano jipya, you have to go and read. Lazima usome vizuri. Kwa sababu usipoelewa hizi term mbili unachanganya. Ndio mambo unaanza kuacha mambo unasema hayo ni agano la kale. But you just need to understand. Sasa unajua, lakini sasa ni agano jipya. Kwa hiyo sio kumbukumbu la Torati tumeangalia hapo, ni agano nini? Jipya. Ni agano jipya. See, lazima tusome sawa sawa. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Kwa hiyo maana yake nini? Ili neno New Covenant ama agano jipya halitakuwa linaongelea vitabu vya Biblia kama ambavyo tumekuwa tunaviongelea katika version mbalimbali za Biblia vinavyoonekana. Instead, waandishi wa maandiko walichokiongelea kuhusiana kwa kutumia neno agano jipya ni kuongelea kama uaminifu wa Mungu kwa neno lake vizazi hadi vizazi au nyakati hadi nyakati, bila kujalisha kutokutii kwa wanadamu na ile namna ya kutokuwa waaminifu ambao unaweza kuona katika Adamu, Kaini na taifa la nini? La Israeli. Amen, amen. Naweza kurudia neno hili sasa. Agano jipya halitakuwa likiongelea vitabu fulani vya Biblia kama ambavyo kwa sasa tunakuwa tunaviongelea mara nyingi kwa hizi version za Biblia tulizonazo katika mikono yetu leo. Isipokuwa kile waandishi walitumia walimaanisha katika kutaja au kusema agano jipya, na of course ni kama sio Yeremia nani tena ni yeye peke yake, si ndio jamani? Au mbele wengine walivyotumia, ilikuwa kuongelea uaminifu wa Mungu kwa neno lake nyakati na nyakati, vizazi na vizazi, bila kujalisha kutokutii ama uasi wa mwanadamu, na pamoja na kukosa kwake kukosa kuwa mwaminifu au kukosekana kwa uaminifu kwa mwanadamu. Tuseme tu simply bila kujalisha uasi wa mwanadamu na kutokutii kwake. Amen, amen. Kwa uasi na kutotii au kutokuwa mwaminifu kwa huduma yake. Kwa msingi huo, kwa namna hiyo, Yesu pamoja na mitume wake katika vitabu vya Injili na nyaraka wakatumia neno agano jipya kuelezea ukweli huo. Yesu pamoja na nini? Na mitume wake katika vitabu vya Injili na katika nyaraka. So Yesu kwenye vitabu vya Injili, sivyo? Alafu mitume wake watakatifu kwenye nini? Nyaraka. Wametumia neno agano jipya
kuelezea the same truth. Imagine useme Agano Jipya ni Mathayo mpaka Ufunuo, alafu vitabu vyenyewe ndio vinataja Agano Jipya. Hiyo agano liko wapi sasa kama ni vitabu? Maana huwezi kawa kwenye kitabu cha Mathayo unasema hili ndilo agano la, sema hili ni agano langu jipya, au kwenye nyaraka una mention agano jipya, au useme agano jipya ni kitabu hicho ambacho kina mention agano. You're not serious. Ni kama useme kwamba Wakorinto ndio maandiko, wakati Wakorinto inataja maandiko. Kwa maana yake kuna kitu kinachoitwa maandiko, Wakorinto na refer to, isn't it? So tutakuja kuona maana katika somo linalofuata. Sasa tutaangalia sasa matumizi ya neno agano jipya ilivyotumiwa na Yesu Kristo na mitume wake katika vitabu vya Injili na nyaraka mtawalia. Hicho Kiswahili umeelewa? Lakini wewe umeelewa? You need help. Sikiliza sentensi hii kwamba katika session itakayofuata tutakuja kujifunza sasa matumizi ya neno hili agano jipya yalivyotumiwa na Yesu, sawa, na mitume wake katika vitabu vya Injili na nyaraka mtawalia. Neno mtawalia maana yake respectively. Kwa Yesu inakwenda na vitabu vya Injili, mitume inakwenda na nini? Na nyaraka. So nimesema kwamba Yesu pamoja na mitume katika vitabu vya Injili na nyaraka respectively. Kwa tukizungumzia vitabu vya Injili maana yake the prayer ni nani? Jesus, katika usemi wa hiyo. Tukizungumzia nani vitabu nyaraka, prayers wake ni nani? Mitume, katika usemi huo wa kutumia neno agano jipya. So are you blessed today? Umejifunza? So let us meet another day, the same place, tuendelee kujifunza mambo haya. Nafikiri tutapokuwa tumemaliza hii then tutakuwa na something again katika kujifunza vitu hivi. Amen. Mungu amekubariki sana. Uwe na wakati mzuri. Asante.